الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. Enyi waja wa Mwenyezi Mungu, na kuhusieni pia na kuhusia nafsi yangu kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hakuna jambo lilokuwa bora kwenye kuhusiana zaidi ya ucha Mungu. Ukisoma Qur'ani kwa umakini, utakuta kuna aya mbalimbali zinaelezea utukufu wa mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweka wazi kuwa ameumba viumbe vingi sana, lakini mbora wa viumbe hao ni mwanadamu. Ukitazama katika suratu Al-Isra, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema wazi wazi, Bismillahir Rahmanir Rahim, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Maana aya kuwa wallahi hakika tumemtukuza mwanadamu, وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, tukamsakhirishia na kumrahisishia kuwa anaweza kuishi nchi kavu, na pia anaweza kuishi hata kwenye maji na akahimili vishindo vilivyopo katika maji. Warazaqnahum min at-tayyibat, na humo mote anapoishi anapata riziki iliyokuwa nzuri. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, na tumemboresha sana, tumemfanya kuwa ni bora sana kuliko viumbe tuliowaumba. Hii aya iko wazi, wanachuoni wanaeleza kuwa ni katika aya inayoonyesha wazi wazi kuwa mwanadamu ni kiumbe bora kuliko viumbe wengine. Lakini pia isitoshe, angalia katika suratu Al-Baqara, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba ulimwengu, halafu akaweka utaratibu kwamba msimamizi na wakala mkuu atakayesimamia mambo ya Mwenyezi Mungu katika ulimwengu huu si mwingine bali ni mwanadamu. Pale anaposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kumbuka ama kumbukeni aliposema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuambia malaika, hakika mimi ni mwenye kujalia katika ardhi kiongozi ambaye ndiye atakayesimamia mambo yote ya ulimwengu na mambo yangu. Wanachuoni wametafsiri kuwa mwanadamu yeye ndiye kiumbe pekee anayesimamia mambo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sayari hii ya dunia. Hata yale mambo ambayo ya kiibada, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa na Adam, yeye ndiyo msimamizi wa mambo hayo. Ni kuonyesha tu kuwa mwanadamu ana nafasi kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika suratu Tin, baada ya kuapa kusema watini wa zaitun wa turi sinin wa hadha albalad alamin laqad khalaqna alinsana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safili. Ameapa maeneo ambayo mitume ilifika, maeneo yanayolimwa tin na zaitun, na akataja na kule mlima wa Sinai. Halafu katika kujibu na pia akaapa kuhusiana na Makka, halafu mwisho akasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim,
Wallahi hakika tumemuumba mwanadamu katika umbo zuri sana, umbo la sawa sawa. Kwa hiyo kwa ufupi, aya ziko nyingi zinazoeleza utukufu wa mwanadamu. Mwenyezi Mungu atujalie ule utukufu ule tuutekeleze kwa mujibu vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala asituporomoshe tukawa katika wale asfala safilin. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun fa idha qara'ta alqur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. بارك الله لنا بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته. Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wausieni tena pia na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wanachuoni katika kutafsiri moja katika aya hizi, hasa ile walaqad karramna bani adam, walisema inahitajika mwanadamu ajue vitu gani ambavyo vinasababisha yeye kawa ni mwanadamu ama kawa kiumbe aliyokuwa bora. Yani kitu gani kilichomfanya mwanadamu awe bora? Mwanachuoni mmoja akatusaidia akasema yako mambo mengi sana ambayo mwanadamu yamemfanya awe bora kuliko viumbe wengine, lakini yeye akasema hivi vinne ni vikubwa zaidi. Cha kwanza akasema al-iqd wan nikah, ndoa. La pili akasema al-amal, kazi, yani watu kuwa wanafanya kazi. Jambo la tatu akasema husnu taamul, kuwa na muamala uliokuwa mwema. Halafu la tatu akasema ikhtiyaru nafsiyya, yani mwanadamu kuwa anakuwa yuko huru kufanya anachotaka, lakini akaamua kufanya kilichokuwa bora, kama vile alivyokuwa leo anaweza akawa muasi, kesho akawa mcha Mungu, na Mwenyezi Mungu akamwachia akawa huru tu katika ulimwengu huu, atafanya anavyotaka, lakini ule ubora wake ni pale atakapomtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila ya kulazimishwa, kama vile Mwenyezi Mungu mwenyewe anavyosema la ikraha fi din, ni kuonyesha kuwa utukufu wa mwanadamu upo kwenye uhuru wake. Tukianza na namba moja, al-iqd wan nikah, ndoa. Tupo katika hali mbaya sana. Jamii ya Kiislamu nayo imeingia katika mzunguko wa kutokuona umuhimu wa ndoa, na baya zaidi, suala la ndoa ndio jambo kubwa linalotofautisha kati ya wanyama na mwanadamu. Endapo jamii yetu ikiwa inaona kawaida tu watu kuzaana bila ya kufata utaratibu, mtu anamchukua mtoto wa mtu anaishi naye na anazaa naye watoto, huna tofauti na mnyama wa aina yoyote, kwa sababu utukufu wako upo kwenye ndoa. Jitazame vizuri, kila unavyoishi na unavyotembea na unaona kawaida, halafu huoni umuhimu wa kuoa, au jamii yoyote ikawa haioni umuhimu wa kuoa, hakika jamii hiyo inajiporomosha yenyewe. laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin.
Mwenyezi Mungu asijalie katika kundi hilo. Ndio maana bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, ya ma'ashara ash-shabab, enyi jopo la vijana, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Vijana ambao wana nguvu sawa sawa, basi wakiweza mazingira ya ndoa basi waoe. Na kama watu wanasingizia kwamba shida, maana riziki, maisha magumu, utamchukua mtoto wa mtu, itakuwaje? Soma katika surati An-Nur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachukua dhamana, anachukua ahadi, anasema waozesheni wasiokuwa na wake, wasiokuwa na waume, waozesheni. In yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli. Maana kumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachukua ahadi, kama hali zenu za maisha si nzuri, mimi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkioa tu nitawatajirisheni. Hakuna sababu ya watu kutokuoa eti kwa hoja ya mali. Kinyume cha hapo, maana yake jamii itaharibika na watakuwa watu wanaishi kama wanyama, na hilo sio jambo zuri, tutakuwa tumejiangusha wenyewe. Jambo la pili, al-amal. Pia katika upande wa kazi, upande wetu sisi Waislamu pia tuna shida sana katika jamii yetu watu kuona umuhimu wa kazi. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesisitiza sana watu wawe wanafanya kazi. Siku moja bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema, ma akala ahadun ta'aman qattun, hali mtu yoyote chakula khairan, kilichokuwa bora, min an yaakula min amali yadihi, kuliko kula kile chakula ambacho kinatokana na kazi ya mkono wake. Halafu akamtaja Nabii Daud, akasema hakika Nabii Daud alayhi salam alikuwa anakula chakula kinachotokana na kazi ya mkono wake. Lazima tujitahidi kadri ya uwezo, kila mmoja wetu ahakiki na aeke mazingira yaliyokuwa mazuri kuhakikisha watu wanafanya kazi, kwa sababu utukufu wa binadamu upo kwenye kazi. Na wanachuoni wanasema sababu ya kutaja sababu hii al-amal, lazima watu wafanye kazi, kwa sababu kazi ndiyo sababu inayomfanya mwanadamu awe mtukufu. Wanasema ni nasbu faqari, ni huu uti wa mgongo wa mwanadamu kuwa umenyooshwa. Na wanasema hata katika pale wanapotafsiri laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kwamba tumemuumba mwanadamu katika umbo zuri, wanasema taqwim pale ni ule uti wa mgongo kunyooshwa, halafu anaweza kupata kilichokuwa cha juu, cha kati na cha chini. Maana yake lazima afanye kazi. Hakikisha jamii yako inafanya kazi. Kijana lazima afanye kazi, mtu mzima lazima afanye kazi. Labda patokee sababu tu nyingine, lakini hata kama ukiwa umemaliza kazi zako, umestaafu, basi ni muhimu kujitafutia vishughuli vidogo vidogo kuliko kuomba, kwa sababu Uislamu hautaki mwanadamu ajiangushe mwenyewe. La mwisho kwa leo tumalizie ni husnu taamul, kuwa na muamala uliokuwa mwema. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisoma aya inayosema, inna Allaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha watu wawe waadilifu, watu wawe wanafanya wema, watu wawe wanasaidiana wao kwa wao, na wasifanye mambo maovu. Ni kuonyesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka mwanadamu abaki kwenye utukufu wake. Jitazame wewe katika miamala uko vipi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifika mahala akasema kwamba Waislamu, almuslimu akhul muslim, Muislamu ndugu yake Muislamu. Halafu akasema kama Muislamu ndugu yake Muislamu, Muislamu asimdhulumu Muislamu mwenzake, Muislamu asimdharau mwenzake, Muislamu amsaidie mwenzake, asiache kumsaidia. Yote hii ni kuonyesha kwamba Uislamu unahitaji sana watu kuwa na miamala mema. Utukufu wetu, ikiwa tunafanya tathmini
kwamba mwaka umeingia, mwaka mpya, jitazame vizuri kwenye suala la ndoa, kwa sababu hapo kuna utukufu wako. Kwenye suala la pili, amal, hapo ni kwenye utukufu wako. Na suala la tatu ni suala la miamala iliyokuwa mema. Na la nne ni ule uhuru wako unautumiaje? Uhuru wako unautumia kwa vile anavyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, au unajiachia unafanya vile utakavyo? Mwenyezi Mungu atujalie turudi katika ule utukufu wetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arda an ashabihi ajma'in, khassatan amiril mu'minin sayyidina Abi Bakr as-Siddiq وأمين المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.